Karibu mtazamaji wa Channel 10 katika Zaidi ya Habari, kipindi ambacho kuletea matukio mbalimbali ambayo yamepewa uzito wa juu kwa kipindi cha wiki nzima. Mimi ni Neema Ndeto. Karibu. Katika Zaidi ya Habari wiki hii tumeshuhudia kufunguliwa rasmi kwa soko la Kariakoo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo Julai 10 mwaka 2021 jijini Dar es Salaam lilishuhudiwa janga la moto ambalo lilijitokeza katika soko kuu la Kariakoo ambalo ndilo kitovu cha biashara si jijini Dar es Salaam pekee bali Tanzania nzima na kimataifa. Soko hili lilijengwa mwaka 1975 kwa gharama ya shilingi milioni 22 na kuzinduliwa na hayati Kambarage Julius Nyerere. Licha ya soko hili kuzungukwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali, bado soko hili linabaki kuwa ndio soko kuu la mauzo ya bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo. Wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua soko hili baada ya kujengwa kwa miaka 5 tangu kuteketea kwa moto mwaka 2021 na kueleza mambo kadhaa ikiwemo kusimamia ukusanyaji wa mapato. Sifa za soko hili: lina vizimba 1500, mifumo ya kisasa ya kuzima moto, upande wa usalama zimefungwa CCTV kamera sambamba na taa, lakini pia mpangilio madhubuti wa wafanya biashara ambao wamezingatia kila sakafu kuwa na aina yake ya biashara. Zaidi ya Habari wiki hii imezungumza na wafanya biashara waliorejeshwa katika soko kutoka soko la zamani, ambao wameeleza furaha yao kuwa wako sehemu salama na miundombinu inaakisi kuwa ni soko la kimataifa, pamoja na Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda ambaye ameweka bayana mpango wa ukusanyaji wa mapato wa soko hilo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwekeza hela nyingi kufungua soko hili. Kwa biashara wana furaha na wanaenjoy kama unavyoona na wanafurahia na wanampongeza sana na kumtaka Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu na amani ya nchi yetu. Kwa hilo tunalishukuru sana. Hali ya ufanyaji wa biashara unaionaje sasa? Huu sasa ni mwanzo, lakini hali ulichokiwa sio mbaya, ni mzuri. Wengine walikuwa hapo mikoani, sasa hivi wanakuja, kila mtu anaingia kwenye ofisi yake, biashara zinaingia vizuri. Uchungu wa mwana ujuae mzazi, na ndio maana akalitambua hili, akaona bora aweke sehemu maalum ama kwa afya ya watoto na ubora zaidi, akatenga chumba cha kunyonyeshea watoto. Mtoto huwezi ukamnyonyesha hadharani, hata kidini pia haipendi, lakini kwa kuwa mama amelitambua hilo, akatutengezea sehemu ya kunyonyeshea watoto, kulelea watoto. Kwa kweli tunamshukuru sana, ni mama wa mfano, ni mama wa mfano. Hakika huyu ni mwanamke ambaye ana vigezo vyote na amekamilika. Mimi nimwambie tu, namtakia maisha marefu. Tuna ofisi hapa, tutaongeza ofisi nyingine ili huduma zetu za kikodi ziwe karibu na rafiki. Lakini pili, tuna mifumo ambayo inaanza kufanya kazi kuanzia kesho. Tutatoa kipaumbele cha kutoa elimu kwa wafanyabiashara wa Kariakoo na kuaccommodate changamoto zao na kuhakikisha mifumo inatumika kwao. Lakini tatu, sisi kazi yetu ni kuwezesha biashara. Tutawa engage, tuwe nao karibu, tuwasikilize wana changamoto zipi. Zile ambazo tumeshaanza kuzifanyia kazi tutaziimarisha, na zile ambazo ni mpya tutaendelea kuzifanyia kazi. Lakini tutarahisisha utoaji wa mizigo ya Kariakoo pale customs ili biashara ziwe za kimataifa zaidi. Lakini tunajua mchango wao ni mkubwa sana. Upo mchango wa moja kwa moja, lakini pia kuna mchango ambao unatolewa pale forodha kwa wafanyabiashara wa Kariakoo. Kuna mchango idara ya walipa kodi wakubwa, lakini pia hata kodi walipa kodi wa kati. Kufuatia uzinduzi wa soko hilo, mwenzetu Beatrice Eric amefanya mahojiano na meneja mkuu wa soko hilo CPA Ashraf Abdul Karim kuhusiana na utaratibu wa kurejesha wafanyabiashara na namna ambavyo shughuli za biashara zitaendeshwa katika soko hilo. Mimi ni Beatrice Eric ambaye niko na meneja mkuu wa shirika la masoko Kariakoo CPA Ashraf Abdul Karim ambaye atatueleza utaratibu mzima wa wafanyabiashara kuingia katika soko hili la Kariakoo. Karibu, tueleze utaratibu uliotumika na mpaka sasa mmefikia wapi? Asante sana Channel 10, karibu hapa kwetu Kariakoo.
Awali ya yote nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea soko la kisasa, lakini kulizindua kwa kishindo. Ametupa heshima kubwa. Utaratibu ambao ulitumika kuwarejesha wafanyabiashara hapa Kariakoo, kwanza kabisa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kwamba wafanyabiashara waliokuwepo zamani wapewe kipaumbele, ambao tumeitekeleza agizo hilo. Tumeitekeleza kwa kuunda kamati. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliunda kamati ambayo ilishirikisha watu wa mkoani, wafanyabiashara, watu wa mabiashara, lakini watu wa masoko na pia viongozi wa wafanyabiashara na wawakilishi wa wafanyabiashara. Vyombo vya ulinzi vya usalama walikuwepo wakati ule. Kamati hii ilikuja na wafanyabiashara zaidi ya 1520 kwamba hawa sasa ndo walikuwa sokoni, wengine ndo waliunguliwa au walikuwa wanafanya biashara maeneo ya soko. Baada ya pale, kwa kuwa soko lilikuwa limejengwa kwa ukubwa, maeneo mengine yalobaki yalienda kutangaza kwenye mnada kwa ajili ya kupata wateja wengine, ambao mnada huo ulifanyika mwezi wa 5 na litembelea Channel 10 kutangaza kwamba tutakuwa tuna mnada, kwa sababu sheria inakutaka utangaze kwanza ili watu wafahamu. Ndani ya wiki moja maeneo yalikuwa yamechukuliwa, wakalipia amana kutokana na masharti ya mnada, na leo hii tunavyoongea wengine wameanza kutengeneza maduka yao ili waweze kufungua. Kwa mpaka sasa tunazungumzia wafanyabiashara ambao wameshaanza kuingia sokoni na wengine bado hawajaingia. Ni jumla ya wafanyabiashara wangapi ambao mnatarajia watakuwepo sokoni hapa? Na je, kuna wale ambao huenda wakalalamika kwa namna moja ama nyingine kwamba walikuwepo awali hawakupata nafasi? Tunataraji kuwa na wafanyabiashara zaidi ya 2000 kwa sababu nafasi zimeongezeka kulinganisha na pale mwanzo ambao watu walikuwa wanapanga njiani, hawana mpangilio. Sasa tumeweka mpangilio. Kwa wafanyabiashara ni zaidi ya 2000. Malalamiko kwamba kuna watu walikuwepo wakupata nafasi yatakuwepo, kwa sababu unakuta zamani eneo moja alikuwa anaweza mtu mmoja anawapangisha watu hadi 3. Sasa wakati wa uhakiki sisi tulikuwa tunamtambua mtu ambaye alikuwa kwenye mkataba, maana yake huyo ndo mwana Kariakoo. Ukitaka uchukue kila mtu ili soko litakuwa litoshi. Unakuta mtu mwingine amepangisha watu hata zaidi ya 10. Yaani pale wamejibana tu. Lakini unakuta eneo lingine mtu mmoja kwa namna ambavyo anaweza yeye alikuwa anamiliki labda maeneo zaidi ya 5. Lakini maelekezo ilikuwa ni kwamba mtu mmoja eneo moja, ili kutoa fursa kwa wafanyabiashara wote au wananchi wote kuweza kuwa sehemu ya hii Kariakoo. Kwa wale sasa wanaweza kulalamika kwamba alikosa, lakini sisi mtu ambaye alikuwa sokoni ndiye alitakiwa kupata haki ya kurejea sokoni. Na tunataka kuzungumzia pia utaratibu wa namna ambavyo mmewapanga hawa wafanyabiashara. Nimepita hapa chini nimeona kuna mboga, labda mpangilio ukoje mpaka kufikia floor ya mwisho? Asante. Mpangilio uko vizuri. Ukianza na soko kuu la zamani, kule kutakuwa kunapatikana vipodozi, vifaa vya simu, nguo, mabenki na huduma nyingine za kifedha, lakini bucha za nyama na samaki. Ukihama ukaja hapa sasa ambapo ilikuwa ni soko la wazi au chini, watu walikuwa wanapanga chini bidhaa zao, ambayo Mheshimiwa Rais baada ya kulijenga soko hili limejengwa kwa ghorofa 6. Hapo ukianzia chini kutakuwa na mboga kama ambavyo umeona, na kumeanza kuchangamka. Watu wanafanya biashara mpaka saa 3 usiku hapa. Lakini ukipanda juu tena utakutana na matunda, kuna ndizi. Ukienda juu utakutana, kadri unapopanda kuna bidhaa tofauti. Ambapo ukifika ghorofa ya 5 kutakuwa na hospitali pale, kutakuwa na ofisi za uhamiaji, zimamoto, wote wamepatiwa ofisi, na ofisi za shirika pia zitakuwa pale. Lakini juu kabisa ghorofa ya 6 ambayo ndio mwisho au rooftop, kwenyewe kutakuwa na migao ya chakula kwa ajili ya kusaidia kusapoti huduma hizi ambazo ziko humu. Lakini kila eneo lina lifti za kupanda, lina sehemu ya vyoo ambavyo ni visafi, lakini lifti ziko 7, 2 za mizigo, 5 za abiria. Tunafahamu kwenye maeneo ya masoko kutakuwa kuna changamoto za usafi, lakini pamoja na masuala ya kiusalama. Hili nalo likoje? Kwa upande wa usafi sisi tumejipanga, kwa sababu tayari tuna mzabuni ambaye alishapatikana kupitia mfumo wetu ya manunuzi ya Nesti. Ameanza kazi kuhakikisha kwamba anafanya usafi wakati wote na ni usiku na mchana, kwa sababu sisi tumejipanga kwa ajili ya masaa 24. Ukija kwenye ulinzi, tuna kampuni yetu ya ulinzi, lakini tuna idara ya ulinzi hapa, lakini CCTV kamera ambazo zimezagaa jengo zima, lakini kuhakikisha kwamba tunaweza kuwaona wahalifu au vihatarishi vyovyote ambavyo vinaweza kutokea. Kwa kupitia hilo sisi tumejipanga. Naweza kuona leo umeingia sokoni, njia zote ambazo zinazunguka soko ziko nyeupe kama alivyotoa maelekezo mkuu wa nchi kwamba njia zifunguke. Kwa hiyo wote ambao wanataka kutoka kuja Kariakoo, njioni, msiache magari huko, njioni mpaki hapa. Kuna sehemu za kupaki ambapo gari aliweza hata kupigwa na jua hata kuanzia asubuhi mpaka jioni. Asante sana Meneja CPA Ashraf. Kama ambavyo umemsikia, ameeleza kuhusiana na utaratibu mzima wa kuingia katika hili soko, masuala ya kiulinzi na usalama pamoja na usafi wa soko. Amejipanga vizuri kuhakikisha soko hili linaendelea kubaki kuwa ni soko la kimataifa likipokea wateja kutoka ndani na nje ya nchi. Nikurejeshe studio kwake Kisa Mwipia na Neema Ndeto ili uweze kuendelea na kipindi chetu cha Zaidi ya Habari.
Asante sana Beatrice Eric, na sasa tunaelekea Tanga kutazama mvua kubwa ambayo imenyesha na kusababisha maafa. Mvua ni neema pale tu inaponyesha kwa kiwango kinachotakiwa, lakini inapozidi hugeuka kuwa karaha kwa kuwa inasababisha athari mbalimbali ikiwemo uharibifu wa miundombinu na mali pamoja na kusababisha maafa. Wakati baadhi ya mikoa ikishuhudia hali ya ukame unaotokana na kukosekana kwa mvua kwa msimu stahiki, lakini ipo baadhi ya mikoa imekumbana na maafa iliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha, ikitajwa kuwa ni mikoa inayopata mvua katika kipindi cha misimu miwili. Wiki hii mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi, kaya 80 zenye zaidi ya watu 200 zilikosa mahali pa kuishi baada ya nyumba zao kuezuliwa na nyingine kuanguka, pamoja na shule na makanisa mawili kwenye kata za Jaila na Mabalanga. Zaidi ya habari imezungumza na baadhi ya wananchi kuhusiana na kadhia hiyo, ambao wameiomba serikali kuwasaidia waliopatwa na janga hilo pamoja na kuharakisha ujenzi wa madarasa yaliyoezuliwa na mvua hiyo ya upepo. Mvua ilivyoanza kuja huko, ilivyoanza kunyesha tukakimbilia ndani. Tulipokimbilia ndani tumekaa huko na watoto, tukaona bati inaanza kunyanyuliwa. Ilivyoanza kunyanyuliwa kwa sababu ya upepo, tukaamua kutoka. Nikamwambia watoto tokeni twende kwa jirani. Ndio tukatoka. Tuarudi sasa ndio hali kama hiyo. Ndio tukaanza kuona upepo ulioingia upepo. Mara sasa tunaona kwani imekuja kwa kushinda. Hatujui. Tumeona mvua tu kawaida, upepo ndio ulioanza mkubwa. Ikadondoka hiyo mvua nayo inanyesha inapita juu, wasikia mawe yanamwagika. Naingia huko nyumbani ili nifungue mlango kwa sababu upepo ufanye nini? Utoke. Alafu tofali ikatoka juu huko likanipika kichwani. Ikawaje? Nikaenda hospitali. Kaya 80 zenye jumla ya watu takriban 200 hawana makazi kutokana na athari ya mvua iliyoambatana na upepo mkali. Tumeona hapa madarasa, nafikiri tumtake mkurugenzi pamoja na timu yake waje wafanye tathmini ya haraka na mwisho wa siku waweze kurejeshea kwenye kupaua haya madarasa ili yaweze kutumika. Kama ambavyo tunafahamu, shule yetu hii ya Kilindi Girls ni moja ya shule ambazo zina idadi kubwa ya watoto. Mtazamaji wa Zaidi ya Habari, sasa tunakwenda kutazama utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 za kwanza tangu alipoingia madarakani. Agosti 28 mwaka jana, siku ya ufunguzi wa kampeni za uchaguzi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaahidi wa Tanzania kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, huku akiahidi mambo 12 kuanza nayo katika siku 100 za kwanza endapo atapata ridhaa ya kuongoza tena. Oktoba 29 Dr. Samia alipata ridhaa ya kuongoza tena. Novemba 3 aliapishwa na wiki hii ametimiza siku 100 tangu aingie madarakani. Katika kipindi cha siku 100 za kwanza za kazi na utu, Mheshimiwa Rais ameendelea kuonyesha dhamira ya dhati katika utekelezaji wa ahadi za serikali na ilani ya Chama cha Mapinduzi, tukiangalia mafanikio kupitia sekta mbalimbali. Moja ya mafanikio makubwa katika siku 100 za kwanza ni mapinduzi kwenye sekta ya afya, yakiongozwa na utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ambao ulianza kutekelezwa rasmi Januari 26, ukilenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma za afya bila kikwazo cha fedha. Na katika awamu ya kwanza wananchi 1,457,602 sawa na kaya 276,004 zisizo na uwezo watasajiliwa na kugharamiwa na serikali. Kwa upande wa ajira, watumishi wa afya 5,000 ili kuongeza nguvu kazi katika vituo vya tiba na hospitali. Na jambo lingine lililotekelezwa ndani ya siku 100 ni uamuzi wa kupiga marufuku hospitali kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa na ndugu zao kwa sababu ya madeni, ambapo familia nyingi zimepata faraja. Katika sekta ya maji, miradi 16 yenye thamani ya shilingi bilioni 16.28 imekamilika katika mikoa ya Simiyu, Njombe, Iringa, Kilimanjaro, Dodoma, Geita na Tanga. Na tayari wananchi zaidi ya 118,400 wameanza kunufaika na utekelezaji wa miradi hii. Sekta ya uchukuzi, shirika la reli TRC
limesafirisha abiria 838,870 ambapo asilimia 89 ni abiria wa SGR na asilimia 21 ni abiria wa MGR na mizigo yenye uzito wa tani 85,735 imesafirishwa katika kipindi cha siku 100. Kwa ujumla siku 100 za kazi na utu chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimeonyesha mwelekeo wa utekelezaji kwa ahadi kwa vitendo. Taarifa chache ambazo tumekuwa tukizifuatilia kwenye vyombo vya habari, unaweza kusema ni viashiria vya kuleta matumaini. Kwa mfano, tunafuatilia ziara ya Rais Museveni ambayo imefanyika wiki iliyopita, na katika mkutano na waandishi wa habari amesema kwamba meli ya kwanza inayosafirisha mafuta ghafi ambayo yanatoka Uganda yanapita Tanga, lakini zaidi ya kupita, Tanzania ina hisa nafikiri kama 18%. Kwa hiyo hayo ni mapato, lakini pia kuna huduma mbalimbali zitakuwa zinatolewa, zinakodiwa na huo mradi. Lakini vile vile vyombo vya habari, magazeti yametangaza kipindi cha mwezi huu mapema kwamba mipango iko mbioni kukamilisha kile kiwanda cha kusafisha mafuta. Uchumi ni kitu cha muda mrefu, sio kitu cha kubadilika muda mfupi wa hapa na pale. Ni kitu cha muda mrefu na changamoto bado zinabaki pale. Uchumi wa nchi nyingi za Afrika bado unategemea bidhaa ghafi, aidha za kilimo kile cha kiutamaduni, traditional cash crops, ambazo bado bei yake kwanza zinazalishwa ghafi, zinauzwa, zinaanza kuchakatwa nje. Alafu nchi nyingi pia za Afrika kwa ujumla, sio Tanzania peke yake, zinategemea pia madini ambayo bado ziko katika mlolongo ule wa mali asili. Kwa hiyo kwenye dira na hata mipango ya muda mrefu ni kwamba uchumi unahitaji kubadilika, tunasema structural transformation, yani ubadilike kimuundo, kutoka kwenye kutegemea kilimo kinachotegemea mvua na kutegemea viwanda ambao kunatokana pia na sehemu kubwa ya idadi ya watu kutoka kuishi katika maeneo ya vijijini kwenda mijini, na pia muundo wa uchumi ukawa ni kuuza bidhaa nje, na hasa bidhaa zile ambazo zimezalishwa viwandani na hasa zenye ushiriki mkubwa wa wafanyabiashara na viwanda vidogo. Swala la bima ya afya kwa wote ni jambo jema sana, na tumekuwa tukilisubiri kwa hamu kwa muda mrefu, na hata tumeanza mazungumzo hapa bayana ya kama chuo wanazuoni wachache tufanye nini ili tuweze kushauri na kuwa tunafanya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wake, kwa sababu swala liko katika utekelezaji. Mtazamaji wa Zaidi ya Habari, mara baada ya kutazama mafanikio makubwa ambayo yamepatikana katika siku 100 za kwanza za uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, twende sasa tukaitazame sikukuu ya wapendanao, Valentine Day. Tarehe 14 Februari ya kila mwaka watu duniani kote husherehekea sikukuu ya wapendanao ambayo kihistoria ilianzia karne ya 3 huko Roma. Sikukuu hii imekuwa ikiadhimishwa na watu wa rika zote, hasa vijana,
ambao wengi wao hawana uelewa wa kutosha kuhusu siku hii, na wengine wamekuwa wakiitumia vibaya kwa kufanya vitendo visivyofaa. Miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wamekuwa wakiyatumia kuonyeshana upendo ni pamoja na kupeana zawadi na kupeana maua. Wiki hii Zaidi ya Habari imezungumza na baadhi ya wafanya biashara wa maua pamoja na wateja. Siku ya leo ni siku muhimu sana kibiashara kwa sababu hizi ni fursa. Kama unavyofahamu, hususan kwenye majiji makubwa watu huwa wanapenda kujitafuta, kuongeza kipato chao na kutafuta mazingira yote ya kuweza kupata kipato katika njia iliyo halali. Sasa upendo ni kitu kikubwa, hata maandiko yanazungumza kwamba watu wapendane, na katika kupendana kwao ndiko kunapokuwa fursa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo sio tu maua, lakini kuna wengine watatoka na mpenzi wake kwenda mahali kula, kupumzika, burudani za hapa na pale. Sisi ambao tuko katika biashara maua pia ni fursa kubwa, lakini biashara maua sio maua tu, lakini pia kuna mnyororo mkubwa sana wa watu nyuma ya wanaouza maua. Kuna watu wanauza vifungashio, kuna watu wanauza zawadi mbalimbali. Kwa hiyo pia kwenye watu wenye maduka yao wanaweza kana zawadi ambayo sio maua. Kwa mfano perfumes, zawadi vingine vidogo vidogo vya wapendanao. Na huwa tunatamani watu wengi waje watuunge mkono kwa ajili ya hii biashara. Na hii biashara sio kwa sababu ya kumpa labda mpenzi tu au mume tu. Unaweza kumpa mzazi wako, ukampa rafiki yako, ukampa mtoto wako. Ni siku ya wapendanao, watu wote wapendanao. Tusiweke tofauti kwamba ni kwa ajili ya mapenzi tu, hapana, ila ni kwa ajili ya watu wote. Mwitikio wa wateja umekuwa ni wengi sana, kwa watu wanakuja kununulia wapenzi zao, mama zao, ndugu zao, kuonyesha upendo kwa kuwathamini, maana ni siku ambayo sio kwamba ni upendo tu wa siku moja, lakini ninakumbusha thamani ya kuonyesha thamani ya jinsi kwamba muhimu wa mtu fulani, kwa unaweza kukumbusha. Kwa mwitikio umekuwa ni mzuri kiukweli. Yani tumefunga maboksi ya zawadi mengi sana, watu wamewanunulia wapendwa wao. Penda nao jinsi ninavyojua mimi, sio kwamba lazima awe mpenzi yako, ni mtu wote ambaye unampenda, ikiwa ni mama, ikiwa ni kaka, unaweza ukampelekea kazawadi kama ua. Na hali ya kibiashara unaizungumzaje kilingana? Hali ya kibiashara ni nzuri kupita maelezo, na ndio maana mnaona kama mnavyoona dada Judith, mimi niko hapa kibanda changu nimekipamba hivi na maua yako mengi, na hapo ndani kuna maua OG yako mengi sana, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha neema, kwa sababu kila mtu yule anayempenda ni lazima atafikiria kumpelekea zawadi ya maua. Zaidi ya yote, sikukuu hii ya wapendanao imeendelea kutukumbusha kupendana, kuhurumiana na kila mmoja kumthamini mwenzake. Lakini sikukuu hii si kupendana kwa siku moja tu, bali tunatakiwa kupendana kila siku ili tuweze kuyaona maisha kuwa mazuri kwa kila mmoja. Na mtazamaji wa Channel 10, asante sana kwa kutazama Zaidi ya Habari kwa wiki hii, ambapo umekuwa nami naitwa Neema Ndeto pamoja na mwenzangu Beatrice Eric, ambaye amezungumza na wadau mbalimbali ili kuweza kuyafahamu yale yote ambayo yametokea kwa kipindi cha wiki nzima. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa Channel 10. Tukutane tena wiki ijayo. Bye bye.